Naam mtazamaji bwana, hatimaye tumepata confirmation kuhusiana na video ya Mbosso Khan. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeibua mjadala mzito sana huko mtandaoni ni hii video ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, moja kati ya video bora kabisa kutoka kwa mwaka huu hapa 2026. Bwana, hii video bwana imekuwa ni kama vile mwendelezo wa mafanikio katika upande wa tasnia ya mziki katika career ya Mbosso Khan. Kama unavyoelewa kwamba Mbosso bwana kila akitoa afanye makosa, yani kila ngoma ambayo anayoitoa kiukweli ni dongo, ngoma ni jiwe, na mwisho wa siku inakuwa na mafanikio makubwa sana. Na hii ni mwendelezo, nimesema hivyo kutokana na kwamba hata mwaka uliopita, mwaka 2025, ni kwamba Mbosso Khan bwana aliachia EP yenye track takriban 6 na ilikuwa inakwenda kwa jina la Room Number 3. Na hiyo EP ambayo aliitoa Mbosso bwana haihitaji maelezo mengi. Ni EP ambayo kila mtu anaelewa kabisa kwamba balaa ambalo limefanyika humo ndani lilikuwa si la kawaida. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, katika ile EP ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba bwana Mbosso alifanya finito kwa kutoa katika zile ngoma 6, kuna ngoma takriban 2 ambazo zilivunja rekodi. Tunaweza kusema hivyo, yani ndio nyimbo bora kwa mwaka uliopita 2025. Hapa nazungumzia ngoma inayokwenda kwa jina la Power, lakini pia vile ngoma nyingine inakwenda kwa jina la Viola. Bwana, hizi ni ngoma 2 pendwa kabisa na zikamsolidify Mbosso kama msanii ambaye baada ya kutoka WCB ameonyesha kwamba bado yuko na potential ya kuwa successful, yani ya kupata mafanikio akiwa nje ya record label hiyo ya WCB. Sasa hapa ndo maana nimekuambia kwamba huu bwana ni mwendelezo wa kijana huyu bwana Kilungi akiwa anazidi kufanya poa kwa mwaka huu hapa tena. Baada ya kutoa ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, alianza kuitizi tokea siku 6 zilizopita. Mbosso alikuwa anaposti mahesabu, yani labda anaandika 7 mara moja sawa sawa, alafu anaandika 3 jumlisha 4 sawa sawa, anaandika tena labda 14 gawanya kwa 2 sawa sawa. Majibu yote alikuwa anaeleweka kwamba jibu ni 7. And then siku ya juzi kabla ya kutoa nyimbo yake akasema kwamba 7 itaongea, na ndio hapo akaachia ngoma yake ile siku iliyofuata ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, ngoma imekuwa imebust. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba ngoma imependwa, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza iko on trending namba 1 ikiwa na masaa 24 tayari na zaidi ya views 900,000, yani inakaribia views milioni. Nadhani hata haitozidi siku 2 ngoma hii itakuwa na zaidi ya views milioni. So hii ni success nyingine. Yani haya bwana ni mafanikio mengine ambayo Mbosso Khan bwana ameyapata baada ya kutoka WCB kwa mwaka huu 2026. Hii ndo ngoma yake ya kwanza, lakini tayari ameshaanza kuonyesha ubabe kupitia ngoma hii ambayo ndio kwanza imetolewa kwa ndo ngoma ya kwanza mwaka huu tokea uanze kwa upande wake Mbosso, lakini imekuwa very successful. Sasa baada ya hii ngoma kutoka bwana, ni kwamba kumekuwa na maneno mengi sana bwana, maneno na mambo ambayo yamekuwa yakitrend huko mtandaoni ni mengi mno. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa ni kuhusiana na video yenyewe, ukachana na mafanikio ya video hiyo, lakini kuna vitu vingine kibao ambavyo vimezungumzwa actually pia vile kabla sijasahau. Ni kwamba ngoma hii bwana inafanya vizuri, sio YouTube tu kwamba iko number 1 on trending, lakini pia hata kwenye upande wa Boomplay ni nyimbo ambayo inakimbiza on trending namba 1. Lakini pia huko Boomplay ni kwamba Mbosso ndio most searched artist kwa sasa hivi, yani msanii ambaye anasikilizwa zaidi Boomplay kwa sasa ni Mbosso Khan. Wadau mbalimbali wamempongeza. Pongezi zimetoka kwa watu wengi sana. Ukiendelea kuwa nasi hapa Trend TV, basi tutakupa details kwa kila mtu ambaye amekuwa akimpongeza Mbosso kutokana na mafanikio ambayo ameyapata au kwa hizi kazi ambazo amezionyesha baada tu ya ngoma yake hii ya Darasa la Saba kutoka. Lakini kitu kingine ambacho hapa nataka nizungumze bwana ni kuhusiana na sakata zima la video yake hii ya Darasa la Saba, kwa sababu Mbosso wala hajakwepesha, amenyoosha moja kwa moja, ameachia video moja kwa moja na audio ameachia katika platform za kustream, yani streaming platforms ameachia audio, lakini kwa upande wa YouTube amedondosha video ya hiyo ngoma moja kwa moja.
So bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina make headline bwana ni kwamba kupitia wimbo huo wa Darasa la Saba by Mbosso ni kwamba Ally Kamwe pamoja na Mwijaku bwana wamekuja na ya kwao mapya. Bwana, kwa upande wa Ally Kamwe akiwa moja kati ya wasemaji wa klabu ya Yanga, bwana Ally Kamwe bwana amekuja kuibua jambo ambalo linaendana na trending ya huu wimbo. Maana tunafahamu kwamba kila ngoma ikitoka hapa Bongo bwana lazima ije na challenge. Sasa challenge ya hii ngoma bwana imemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba nyimbo yenyewe inaitwa Darasa la Saba. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakiposti picha za kipindi hicho akiwa wako darasa la saba na wapenzi wao wa kipindi hicho cha Darasa la Saba. So kwa kifupi bwana ni kwamba kila mtu amekuwa akikumbuka moment fulani hivi za mapenzi ya kipindi hiyo akiwa yuko darasa la saba huko long time ago. Hapo bwana ni kwamba Ally Kamwe naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti kipande cha video hiyo ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina hilo la Darasa la Saba, na akaweka maneno katika caption pale, ambapo maneno haya yanaonyesha kwamba na yeye pia kutokana na baada ya kuona challenges huko katika mitandao ya kijamii ikiwa inaonyesha watu wakiwa wanawakumbuka wapenzi wao kipindi hicho akiwa darasa la saba. Bwana, moja kwa moja ni kwamba Ally Kamwe na yeye pia amemkumbuka mpenzi wake wa darasa la saba, na akaposti akiwa anaeleza kwamba na yeye pia anatamani kweli kweli kujua mpenzi wake huyo wa darasa la saba yuko na hali gani sasa. Kupitia ukurasa wa Instagram wa Ally Kamwe baada ya kuposti kipande cha video hiyo ya Mbosso Khan ya Darasa la Saba, ameandika caption hapa chini, ameandika kwamba Emmy Pre-Form 1 2005, akaandika pale PEC pale Temeke Sudani, karibu na Shelly ya Big Bone. Akaendelea kusema kwamba karibu na Shelly ya Big Bone, popote ulipo ukibahatika kumsikia Mbosso jua mimi na kutafuta, alafu aka pale emoji ya kuomba dua. Kwa hiyo bwana Ally Kamwe moja kwa moja amemkumbuka Emmy mpenzi wake kipindi akiwa anasoma naye tokea Pre-Form 1, yani baada ya kumaliza darasa la saba wakaenda kusoma wote Pre-Form 1 mnamo mwaka 2005 huko Temeke karibu na Shelly ya Big Bone. Amemwambia kwamba bwana, ukisikia hiyo nyimbo ya Mbosso ya Darasa la Saba basi ajue kwamba Ally Kamwe anamtafuta. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hii ngoma imemkumbusha Ally Kamwe enzi hizo akiwa na mpenzi wake wa Darasa la Saba anayeitwa Emmy. Then Mbosso naye hapa akaja akacomment katika hiyo posti ya Ally Kamwe, akaandika kwamba Emmy popote ulipo unatafutwa huku, alafu kisha akaweka hapo emoji za kucheka, alafu akamalizia kwa kusema kwamba unapishana na begi la hela Emmy, changamka. Ameandika hivyo Mbosso Khan. Kwa hiyo kwa kifupi bwana ni kwamba nyimbo ya Mbosso Khan bwana inawakumbusha watu na wapenzi wao huko enzi hizo za Darasa la Saba. Hapa kuna page imekuja imeandika kwamba bwana, huu wimbo wa Mbosso bwana unafanya watu waanze kuwakumbuka wapenzi wao wa zamani. Yani msemaji wenu huko wa timu anamkumbuka Emmy ambaye ni mpenzi wake wa Darasa la Saba. Bwana, nyimbo ya Darasa la Saba ya Mbosso inasababisha watu waanze kutafutana au kutafuta wapenzi wao wa zamani sasa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na pia tokee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.